السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Babu salati al-kusuf. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mbele yetu ni mlango wa swala ya kupatwa kwa jua na mwezi. Babu salati al-kusuf, mlango wa kupatwa jua na mwezi, mlango wa swala ya kupatwa jua na mwezi. Al-kusuf au kupatwa jua na mwezi ni jambo ambalo udhihiri katika jua au katika mwezi weusi na kuondoka ile nuru yake na ile nguvu yake ya kuchoma kwa jua, na kwa mwezi ni kule kuingia weusi katika uangavu ule wa mwezi na kuondoka ile nuru yake ambayo ni angavu ikawa inaangaza katika dunia. Huko ndio tunasema kwamba jua limepatwa au mwezi umepatwa. Kwa hiyo kwa jua Waarabu wanasema kasafati shamsu, na wanasema hivyo hivyo kasafat al-qamaru au khasafa al-qamaru, wanasema hivyo Waarabu katika kuelezea tukio hili. Ala kulli hal, tukio hili la kupatwa jua na mwezi imekuja sheria kwamba inapotokea hilo, Waislamu ayusri'u ila salah wa du'a wa tadharru ila Allah azza wa jalla. Inapopatwa jua au mwezi, Waislamu wanatakikana wafanye haraka kuswali, kuomba, kunyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala, kumwomba Allah tabaraka wa taala airudishe hali ya viumbe viwili hivi katika hali yake ya kawaida. Ndio maana ya kutakiwa kuswali na wala sio kuimba na kutoa vipokeo. Nakumbuka hapo nyuma kidogo, ilikuwa jua linapopatwa au mwezi, basi watu wanaingia barabarani, maandamano, watu wakiimba vipokeo na makasida. Tunaona tutaiacha dunia, tutaiacha. Ndio ilikuwa nyimbo ya ukubwa hiyo, na sisi tulikuwa tukishiriki kipindi hicho, bado ni wadogo. Jua linaposhikwa au mwezi, watu wanaimba tu mitaani, wanaingia, wale wameshika madeli wanapiga, wale wameshika madeli wanapiga, wale, yani kila mtu anafanya tukio ambalo la kuonyesha sijui ilikuwa wana maana gani. Na ulama walikuwepo, lakini sijaposikia kukatazwa jambo hili kwamba hebu acheni kufanya vurugu na maandamano hayo ya kuimba njiani, nendeni misikitini mkaswali. Haikuwa ifanywe hivyo, na hata mpaka leo baadhi ya misikiti inapotokea jambo hilo, kama ni usiku, hata iwe ni saa 12, watu hawaswali misikitini, watu hawaswali kabisa. Ni misikiti michache ndio ambayo inafuata sunna hii na maelekezo haya ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba jua au mwezi linapopatwa watu waswali na kuomba, sio kuimba manyimbo na kufanya maandamano na
mihangaiko katika manjia usiku na mchana. Sio hivyo. Anil Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu anhu qala inkasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma mata Ibrahim فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تتجلى، وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. Imepokewa hadithi hii kutoka kwa Mughira ibn Shu'bah, Allah muiradhi, amesema inkasafati shamsu, lilipatwa jua, ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika kipindi cha mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, kwenye uhai wake jua lilipatwa. Yauma mata Ibrahim, katika siku aliyokufa mwanawe Ibrahim. Mtume ana mtoto wake aliozaa na Maria Kibtia, anaitwa Ibrahim. Siku alivyokufa mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, na ndiyo siku ambayo ilikamatwa na kushikwa jua. Faqala an-nasu, watu wakasema, inkasafati shamsu limauti Ibrahim, limepatwa jua kwa sababu ya kufa Ibrahim. Kwamba Ibrahim ni mtoto wa mtume, ni mtu mkubwa, pamoja bado ni mdogo, lakini nasaba yake ni ya kisharifu. Kwa hiyo lazima dunia itingishike. Ndio maana maona leo jua limefanyaje, limekamatwa na limepatwa, kwa sababu hakufa, ni mtoto mdogo huyu, lakini familia yake kubwa. Dunia lazima itambue kwamba kuna kitu kimetokea. Kwa hiyo watu wakasema inkasafati shamsu limauti Ibrahim, ili jua limekamatwa kwa sababu ya kufa Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndipo aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia wao, inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati llah, hakika ya jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za kumtambua Allah tabaraka wa taala. La yankasifani limauti ahadin, havipatwi viwili hivyo kwa sababu ya kufa mmoja, kwa sababu ya kufa yoyote, wala lihayatihi, wala kwa sababu ya uhai wa wote. La yankasifani, jua na mwezi havipatwi limauti ahadin, kwa kufa yoyote, sio Ibrahimu. Hata manake hata nikifa mimi mtume, jua halitopatwa kwa sababu ya kufa kwangu. Tuelewana eh? La yankasifani limauti ahadin, havitokamatwa hivyo kwa sababu ya kufa mmoja, kwa kufa yoyote, wala lihayatihi, wala kwa kuwa hai yoyote. Fa idha ra'aytumuhuma,
mtakapoviona viwili hivyo vimepatwa, fad'u Allah, basi muombeni Allah tabaraka wa taala, wasallu, na swalini, hata tankashifa, mpaka viachiwe, mpaka virudi kwenye hali yake ya kawaida. Tumeelewana eh? Maana yake kama jua limepatwa au mwezi, watu waendelee kuswali na kuomba, kuswali na kuomba, wasiache mpaka tukaambiwa sasa hivi limetanzuka. Sasa watu ndio waache kuomba na kuswali, warudi kwenye maisha yao ya kawaida. Fa idha ra'aytumuhuma, mtakapoviona viwili hivyo vimepatwa, fad'u Allah, muombeni Allah tabaraka wa taala, wasallu, na swalini, hata tankashifa, mpaka vitanzuke, mpaka vitanzuke, virudi kwenye nuru yake. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim. Wa fi riwayati lil-Bukhari, na katika riwaya nyingine ya Imamu Bukhari imekuja hata tatajalla, mpaka kitanzuke. Ni hiyo hata tankashif, tatajalla maana moja. Huku imekuja katika Bukhari na Muslim imekuja fa idha ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta tankashif, lakini katika riwaya Imam Bukhari pekee imekuja fa idha ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta tatajalla, hatta tatajalla. Lakini tatajalla na tankashif maana niyo hiyo, mpaka vitanzuke kutoka kwenye ule weusi na kiza, virudi katika nini, kwenye nuru na mwanga kama kawaida yake. Walil-Bukhari min hadithi Abi Bakra radhiyallahu anhu, na katika riwaya nyingine ya Imam Bukhari kutokana na hadithi ya Abi Bakra, Allah amuiradhi, imekuja fasallu, swalini, fa idha ra'aytumuhuma, mtakapoviona vilivyo vimepatwa, fasallu, imetangulia fasallu, haikutangulia fad'u kama huko juu imekuja fasallu, basi swalini, wad'u, na muombe, hata yankashfa ma bikum, mpaka kitanzuke kile mlichokuwa nacho wakati ule. Meleka hadithi meleka. هذا الحديث من الأحاديث النبوية العظيمة التي جاءت لتضع الأمور في نصابها ولتبعد الإنسانية عن الأساطير والخرافات. hadithi hii ni miongoni mwa hadithi za Mtume kubwa tu ambazo zimekuja ili kuweka kila jambo sehemu yake na kumwepusha mwanadamu na mambo ya uzushi na mambo ya khirafati. Walitusahiha mu'taqadati nnasi fil kauni, na imekuja hadithi hii pia kulisafisha itikadi za watu katika ulimwengu, wama yajri fihi, na yale ambayo yanapita. Watu wana itikadi nyingi tofauti tofauti mbaya za kupatwa jua na mwezi. Kwa hiyo hadithi hii imekuja kusafisha hizo itikadati, kwamba kupatwa jua na kupatwa mwezi hakuambatani na tukio lolote la kiulimwengu. Hizi ni ayatani min ayati Allah, ni alama miongoni mwa alama za Allah. Naam. Atakuja fariki. Muona sasa, Wamasai kumbe pia itikadi zao ndio hizo hizo. Mtu mkubwa huyo, lakini mtu mkubwa wa Kimasai, sio wa kabila nyingine. Ala kulli hal, kwa hiyo hadithi hizi zimekuja kuondoa mu'taqadati hizi katika dunia. Na
kubatilisha yale madai baadhi alfalasifa walbatiniya min ta'thir alkawakib alsamawiyya fi al'umur al'ardiyya, vile vile kuondoa zile falsafa za kudai kwamba hizi sayari za juu, nyota na nyinginezo zina athari kubwa katika mambo ya kidunia huko, kuondoa itikadi hizo. Kwa hiyo ifahamike kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia jua lilipatwa na watu walikuwa na itikadi hizo kwamba ni mauti ya Ibrahimu kijitoto, lakini kimetingisha dunia imemtambua kwa sababu ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jua pia liligoma kwenda zake kwenye hali yake ya kawaida. Mtume akawakataza, akamwambia sio hivyo. Ma yufiduhu alhadithu, yale ambayo yanatolewa faida na hadithi hii. Awalan, jambo la kwanza, mashru'iyatu salati al-kusufi inda huduthihi, sheria ya kuswali swala ya kupatwa jua na mwezi pindi linapotokea tukio hilo. Thaniyan, faida ya pili, istihbabu kathrati ad-du'ai inda al-kusuf, sunna ya kuzidisha kuomba pale napopatwa jua au mwezi. Thalithan, faida ya tatu, anna ash-shamsa wal-qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi, jua na mwezi havipatwi kwa sababu ya kufa yoyote au kwa uhai wa yoyote, bali kupatwa jua na mwezi ni katika alama za ukubwa wa Allah tabaraka wa taala, na vile vile kwa lengo la kutuofisha ili turudi katika unyenyekevu na kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kwa sababu tokea jua kupatwa kwa ukubwa sana ni miaka mingi sana imepita. Watu wengi waliozaliwa hivi karibuni hawajapoona jua likiwa limepatwa kwenye ile hali yake ya kutisha. Na kama nakumbukumbu vizuri, labda ilikuwa ni miaka 84 huko ndio jua lilipatwa. Wengi wa vijana wa sasa hivi walikuwa hawajazaliwa. Kwa hiyo mwezi tunaona, lakini jua, yani kuna kuwa na tofauti ya mandhari. Tumeelewana kuna tofauti kubwa ya mandhari. Uwezo ukasema ni usiku unakaribia kuingia, kumbe ni jua limekamatwa. Sasa mtu ambaye anafahamu ukubwa wa Allah anazidiwa na hofu ya kunyenyekea kwa Allah na kumwomba Allah iondoe hali, kwa sababu ni miongoni mwa alama za kiyama pia kuporwa nuru jua. Idha shamsu kuwirat, tumeona wa idha alkawakibu intatharat, ni alama za kiyama. Kwa hiyo kama jua litakuwa limeporwa nuru yake, inatukumbusha sisi siku ya mahshar, inatukumbusha sisi siku ya kiyama, hali itakuwaje? Lazima mtu atakuwa na hofu mwenye imani. Ndio maana Mtume akasema kwamba hakika jua na mwezi kupatwa kwake ni alama miongoni mwa alama kuu za Allah tabaraka wa taala za ukubwa wake, kwa sababu inatukumbusha ahadi tuliwekewa kwamba siku ya kuja kiyama vitu vyote vitakuwa viko kwenye taratibu yake iliyozoeleka. Kwa hiyo tutazidisha dua, tutazidisha kuswali, kumwomba Allah tabaraka wa taala basi alirudishe jua au mwezi kwenye hali yake ya kawaida, na asituadhibu ikawa ni sababu ya kuangamizwa kwetu kwa sababu hiyo. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jahara fi salati al-kusufi biqira'atihi
fasalla 4 raka'atin fi rak'atayn wa 4 sajadatin muttafaqun alayh. Wa hadha lafdhu Muslim wa fi riwayatin lahu fab'atha munadiyan yunadi as-salata jami'a. Imepokewa hadithi hii kutoka kwa Aisha, Allah muiradhi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hakika ya mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, jahara fi salati al-kusuf, alidhihirisha katika swala ya kupatwa jua, biqiraatihi, kisomo chake. Maana yake alikuwa akisoma kwa sauti, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tunaona alidhihirisha mtume sallallahu alaihi wasallam fi salati al-kusufi biqiraatihi, kisomo chake katika swala ya kupatwa jua. Fasalla 4 raka'atin, na aliswali raka 4, aliswali rukuu 4, fi rak'ataini, katika raka 2. Aliswali rukuu 4 fi rak'ataini, katika raka 2, wa 4 sajadati, na aliswali sijda 4. Tutafafanua rukuu 4 zinakuwa vipi. Tumezoea raka 2 ina rukuu ngapi? Ina rukuu ngapi? 2. Lakini raka 2 hizi za kusufu ina rukuu 4, so 2, kama ilivyozoelewa. Lafdhu hadha alhadithi, lafdhi ya hadithi hii inda Muslimin an Aisha radhiyallahu anha, ipo katika sahihi Muslim, imepokewa kutoka kwa Aisha, Allah muiradhi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salati al-kusuf biqiraatihi ila akhirih, kwamba mtume alidhihirisha kisomo katika swala ya kupatwa jua. Wa lafdhu al-Bukhari an Aisha radhiyallahu anha, ama katika lafdhi ya Bukhari naye ambayo imepokewa kutoka kwa Aisha, Allah muiradhi, jahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati al-khusufi biqiraatihi, imekuja kwa khusufi, sio kusufu, katika riwaya nani ya Bukhari. Wa baqiyatu lafdh al-hadithi kama saqahu an Muslim, na lafdhi zilizobaki kama ambavyo ameelezea Imam Muslim. Naam, nani atasimama swala ya kupatwa jua au kupatwa mwezi, ili tuonyeshe rukuu 4 zinakuwa vipi? Naam, tafadhali. Na swala hii inaswaliwa kwa jamaa tu jamani, Naam. Swala hii inaswaliwa kwa jamaa, na dakika hadithi zitafuata mbele, lakini tuweka sawa tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwenye kisomo, anasoma sana, anasoma Bakara, aweza kasoma Bakara yote hiyo, ni kisomo kimoja, au akisoma nusu alafu karaka nyingine ile moja ambayo tarudi tena atasoma nyingine. Lakini alikuwa anasoma, anaposimama anasimama muda mrefu kwenye hii swala ya kupatwa jua na mwezi. Sio kwamba mtu anasoma al-Fatiha alafu anasoma inatwaina watu wanaenda rukuu. Kisomo cha kiwe kirefu. Lakini sio hivyo tu kisomo, hata rukuu, anapoenda kwenye kurukuu atakiwa aende muda mrefu, ni kirefu nacho rukuu. Na anapoenda kwenye sijda nao pia ni ndefu. Naam. Kwa hiyo tunataka tuonyeshe namna ya rukuu 2 ndani ya rakaa moja. Bismillah, funga swala. Naam.
pale atasoma suratul Fatiha na atasoma sura ndefu. Yani pale lazima watu wasimame sana. Tumeelewana Pale watu wasimame. Baada ya pale atakwenda kurukuu. Nenda kama kawaida, Allahu akbar. Pale napo itabidi watu wakae sana pale kwenye rukuu. Tumeelewana Watu wakae sana pale. Sami Allahu liman hamida, atarudi hapo, atafunga swala tena, atasoma tena suratul Fatiha, aende kusujudu. Atasoma tena suratul Fatiha. Akimaliza suratul Fatiha atasoma tena sura ndefu tena sana, lakini isifikie ile ya kwanza. Iwe imepungua kidogo na ile ya kwanza. Tumeelewana Ruku ngapi hizo? Ruku mbili raka ya kwanza ina ruku ngapi hiyo? Mbili. Baada hapo ataenda kusujudu. Kusujudu ataenda kama kawaida. Twende. Utakwenda ruku ya pili na pale atakaa muda. Ataitadili tena Sami Allahu liman hamida, enuka Rabbana walakal hamd. Sasa ataenda sujudu hapo. Naenda kusujudu. Pale napo atavuta muda. Rudi, Allahu akbar. Twende tena, Allahu akbar kama kawaida, lakini atakaa. Baada hapo atasimama kuleta raka nyingine, na atafanya kama vile alivyofanya mwanzo. Rukuu zitakuwa mbili. Umeleka swala ya kupatwa jua au kupatwa mwezi Naam, kakae. Barakallahu fik. Kwa hiyo ina tofauti na swala nyinginezo. Tumeona ina tofauti. Nani kashawahi kuswali swala ya kupatwa jua au mwezi? Kashawahi kuswali? Wengi sasa hivi mashaallah misikiti mingi inaswaliwa. Kwa hiyo ndio sampuli yake. Ma yufiduhu alhadithu, yale ambayo yanatolewa faida na hadithi hii. Awalan, jambo la kwanza, anna sunnata fi salati al-kusufi, hakika sunna katika swala ya kupatwa jua na mwezi, antakuna rak'ataini, ni kuwa raka mbili, fi kulli rak'atin, kuwa na rukuu mbili, fi kulli rak'atin, katika kila raka moja. Ni sunna kuwe na rukuu mbili katika kila raka moja. Thaniyan, faida ya pili, shuru'iyatul jahri bil qira'a fi salati al-kusuf, sunna na sheria ya kudhihirisha kisomo katika swala ya kupatwa jua. Thalithan, faida ya tatu, mashru'iyatun nida li salati al-kusufi biqawlihi as-salatu jami'a, sheria ya kulingana kuita watu katika swala ya kupatwa jua kwa kusema salatu jami'a, salatu jami'a. Tunaona kama mfano watu wameshatoka kwenda majumbani, ndipo wanapata habari kwamba mwezi umepatwa, au watu tayari wako nje wameshaswali swala za mchana, jua limepatwa. Watajuaje kuja kuswali msikitini? Ni sunna kuadhiniwa kwa hiyo, au kwa nidaa ya hiyo. Atatangaza mtu kwa kusema salatu jami'a, salatu jami'a, salatu jami'a. Watu wakisikia huko watajua kwamba watu kuna swala ya kupatwa jua au swala ya kupatwa nini, kupatwa mwezi. Kwa hiyo imewekwa sheria hiyo, wala sio watu watafutane na tochi kwamba mfuate fulani mwambie tuje swali. Tangazeni, ni sunna na ni sheria kutangaza hivyo. Rabian, faida ya tatu, anna al-adhana annahu la adhana laha wala iqama, swala hizi hazina adhana wala hazina iqama. Khamisan, faida ya tano, anna salata al-kusufi tuadda jamaa, hakika swala ya kupatwa jua na mwezi huswaliwa kwa jamaa, sio mufrad, sio mtu peke yake. Unapoona jua limepatwa au mwezi unapatwa, nendeni misikitini. Usiseme mimi mwenyewe nitaswali hapa nyumbani, tumeambiwa tuswali tuombe, kwa hiyo mimi najifanya. Hii atakiwa swali ya jamaa, ndio sunna. Wallahu a'lam. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala in khasafat ash-shamsu ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
fasalla faqama qiyaman tawila nahwan min qira'ati surati al-Baqara thumma raka'a ruku'an tawila ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين كشفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, amesema in khasafati shamsu ala ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam, lilipatwa jua katika kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, mtume akaswali. Faqama qiyaman tawila, kasimama kisimamo kirefu. Nahwan min qiraati surati al-Baqara, mfano wa kusoma suratu al-Baqara. Kisimamo alichosimama, simama kisimamo kirefu sana, mfano wa kusoma suratu al-Baqara. Thumma raka ruku'an tawila, kisha karukuu ndefu kama tulivyoonyesha pale, rukuu nayo inakuwa ndefu. Thumma rafa, kisha kainuka ile sami Allahu liman hamida. Faqama qiyaman tawila, na pale napo akasimama kisimamo kirefu. Sio kwamba sami Allahu liman hamida alafu mtu aenda tena kwenye kurukuu mara ya pili. Pale napo anasimama kisimamo kirefu. Wa huwa duna alqiyam alawwal, lakini chini ya kisimamo kile cha mwanzo, isivuke wala isifikie kile kisimamo cha mwanzo kabla ya kwenda kurukuu. Tumeelewana? Thumma raka ruku'an tawila, kisha karukuu ndefu. Ya ngapi hiyo? Ya pili. Wa huwa duna rukuu al-awwal, lakini chini ya ile rukuu ya mwanzo. Urefu wa rukuu ya pili isiwe sawa na rukuu ile ya mwanzo. Ya mwanzo iwe imezidi kidogo. Thumma sajada, kisha akasujudu mtume. Thumma qama qiyaman tawila, kisha akasimama kisimamo kirefu. Wa huwa duna alqiyam
al-awwali, nayo ni chini ya kile kisimamo cha mwanzo kabisa kile. Hii raka ya pili akijasimama kasaenda kusujudu, akija tena kwenye kwa ajili ya raka ya pili, kisimamo chake kisiwe kama kile alipoanza mwanzo kabisa. Mwanzo, kisimamo cha mwanzo inasemekana alisoma mfano wa sura gani? Sura al-Baqara. Maana yake kisimamo hiki cha raka ya pili cha mwanzo kisifanane na kile mfano wa sura al-Baqara, kipungue kidogo. Ndio maana yake wa huwa duna al-qiyam al-awwal, nacho ni kichini ya kisimamo kile cha mwanzo. Thumma raka ruku'an tawila, kisha rukuu ndefu. Wa huwa duna rukuu al-awwal, ambao ni chini ya ile rukuu ya mwanzo. Thumma rafa, kisha kainuka, sami Allahu liman hamida, faqama qiyaman, akasimama kisimamo. Wa huwa duna al-qiyam al-awwal, ambacho ni chini ya kile kisimamo cha mwanzo. Thumma raka ruku'an tawila, kisha rukuu ndefu. Wa huwa duna rukuu al-awwal, ambayo ni chini ya ile rukuu ya mwanzo. Thumma rafa ra'sahu, kisha akainua kichwa chake kwa kusema sami Allahu liman hamida. Thumma sajada, kisha akasujudu. Thumma ansarafa, kisha akaondoka kwa swala, maana yake akamaliza swala. Tumeelewana kwa kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, akaondoka kwenye swala. Waqad tajallat ash-shamsu, hali ya kuwa jua limetanzuka. Hali ya kuwa jua limetanzuka, maana yake limeanza kuachiwa, linarudi kwenye hali yake nzuri. Tunaona hakuacha Mtume kufanya hivyo, kuswali na kuomba mpaka alipoona jua kwamba limetanzuka, ndipo alipomaliza swala. Fa khataba an-nasa, akawatolea khutba watu, akawahutubia watu. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Inna ash-shamsa wal qamar ayatan min ayati llah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Mfano hivyo akawahutubia watu wala akawaambia, jamani, kupatwa jua na mwezi ni katika alama za ukubwa wa Allah, hasifungamani na kufa yoyote. Nasikia hapa Madina mwasema kwamba jua leo limekamatwa eti kwa kuwa mtoto wa Mtume amefariki Ibrahim. Eleweni kwamba jua sio hivyo kupatwa kwake. Kupatwa kwa jua ni kuelezewa na kuonyeshwa ukubwa wa Allah, kwamba Allah yeye yafalu ma yuridu wa yakhtar. Allah anafanya yale atakayo na anoyachagua kuyafanya. Tumeelewana na ni sunna baada ya hapo watu wanaposwali basi patolewe khutba ili watu waofishwe katika hizi hali zinazotokea za mabadiliko ya kiulimwengu. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, na lafdhi hii ni ya Bukhari, Imam Bukhari. Wa fi riwayati al-Muslimin, katika riwaya Imam Muslimu, salla hina kashafati shamsu 8 rakaati, aliswali Mtume pale lilipopatwa jua, aliswali raka ngapi? Raka 8. Fi 4 sajadati, katika sida 4, raka 8, rukuu 8, sio raka 8. Aliswali rukuu 8 katika sida ngapi? 4. Maana yake alienda, tumeelewana alienda mara ngapi? Mara 4 kwenye raka moja, sawa? Zile si tumeonyesha 2, maana yake alienda mara 4. Kila akienda kwenye kurukuu atakaa pale, anarudi anasoma, anaenda kwenye kurukuu, anarudi anasoma, anaenda kwenye kurukuu, anarudi anasoma, anaenda kwenye kurukuu, bila kwenda kusujudu. Rukuu zote 4 hizo. Alafu ile 4 aliporudi ndipo akaenda kwenye kusujudu, na ile raka ya pili nayo akafanya hivyo hivyo. Imepokewa hiyo pia riwaya, lakini riwaya ambayo ni thabit sahih, la maqala laha, ni riwaya ya kwamba ni raka ngapi? Raka 2 kwa rukuu 4. Raka 2 kwa rukuu 4, maana kila raka moja ina rukuu ngapi? Ina rukuu 2. Wallahu a'lam.
Wali Abi Dauda an Ubay bin Ka'b, na katika riwaya ya Imam Abi Daud iliyopokelewa hadithi kutoka kwa Ubay bin Ka'b, Allah muiradhi, aliswali mtume faraka 5 rakaat, na mtume akarukuu rukuu 5, wasajada sajdataini, na akasujudu sijda 2. Wafala fi thania, rukuu zilikuwa 5 kwenye rakaa moja na sijda zilikuwa 2 kwenye rakaa moja. Tumeelewana kama kawaida. Wafala fi thania, na akafanya hivyo kwenye rakaa ya pili, mithla dhalika, mfano wa hivyo. Tumeelewana kule tumeambiwa ni 8, hapa zinakuwa ngapi? Hapa zinakuwa ngapi? Zinakuwa 10, kwa sababu moja amerukuu ngapi? 5. Maana yake kwa 2 inakuwa 10. Ile ya nyuma tulisema ni rukuu ngapi? 8 kwa rakaa 2. Kwa hiyo hii maana yake ni rukuu 10. Alienda 5, Allahu akbar, anasoma, Allahu akbar, anasoma, Allahu akbar, mpaka zikafika 5 kwenye rakaa moja. Na rakaa ya pili pia anasema wa thaniyatu mithlu dhalika, na rakaa ya pili naye alifanya hivyo hivyo. Maana yake alirukuu ngapi? 5 kwa sajida 2. Wallahu a'lam. Mashekhe, hadithi imeleka imeleka Sheikh vipi? Usione haya kama hujaelewa. Ma yustafadu min alhadithi, yale ambayo tuliofaida na hadithi hii, annahu yusannu tula alqiraa fi kulli rak'atin min rak'atay salati alkusuf, inasuniwa kurefusha kisomo katika kila rakaa miongoni mwa rakaa 2 zile za swala za kupatwa jua au mwezi. Ni sunna kurefusha kisomo. Thaniyan, faida ya pili, wa annahu yustahabbu an takuna alqira'atu ba'da takbirati alihrami atwala min alqira'ati ba'da arruku'i alawwali min arrak'ati alula. Ni sunna kuwa kile kisomo baada ya takbiratul ihram kiwe kirefu zaidi, min alqira'ati ba'da arruku'i alawwali, kushinda kile kisomo cha baada ya rukuu ya kwanza, min arrak'ati alula, katika ile rakaa ya kwanza. Tumesema rukuu ziko 2 kwa hiyo kisomo maana yake navyo viko vingapi visomo kwenye rakaa moja? Ziko visomo 2. Maana rukuu 2, atasoma ataenda kurukuu, atakuja atasoma ataenda kwenye kurukuu. Kwa hiyo rukuu hii moja au hii rakaa moja itakuwa na visomo 2. Kile kisomo baada ya takbiratul ihram kiwe kirefu zaidi kuliko kile cha anapotoka kwenye rukuu. Ndio maana yake, ni sunna. Thalithan, faida ya 3, wa annahu yustahabbu an takuna alqira'atu ba'da alqiyam ila arrak'ati athaniya akhaffa qalilan min alqira'ati ba'da arruku'i alawwali min arrak'ati alula. Inasuniwa kuwa kile kisomo baada ya kusimama kutoka katika rakaa ya pili kiwe ni kifupi zaidi kuliko kisomo baada ya rukuu ya kwanza, min arrak'ati alula, katika rakaa ya kwanza. Maana yake hii rakaa ya pili, rakaa ya pili mtu anapotoka kwenye sujudu, anapokuja si atasoma surati Fatiha alafu ndo asome kisomo hiki kiwe ni kifupi kushinda kile kisomo cha pili kwenye rakaa ya kwanza. Tumeelewana Kile kisomo cha pili kwenye rakaa ya kwanza kiwe ni kifupi kuliko kisomo cha kwanza kwenye takbiratul ihram. Lakini hichi kinachoanza kwenye rakaa ya pili, cha mwanzo cha rakaa ya pili, kiwe nacho ni kifupi, kisifikie kile cha rakaa ya kwanza kisomo cha pili. Meleka ndio maana yake. Khamisan, faida ya 5, wa annahu tushra'u alkhutbatu ba'da salati alkusufi, imekuwa sheria ya kutolewa khutba baada ya swala ya kupatwa jua au mwezi. Naam, wallahu a'lam. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala
ma habati rihu qattun illa jatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adhaban. Rawahu Shafi'i wa Tabrani. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Allah radhi, amesema ma habati rihu qat, au japo huvuma upepo, illa jatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mtume alipiga magoti. Illa jatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, isipokuwa mtume alipiga magoti. Wa qala, akasema Allahumma ja'alha rahmatan, ewe Allah na kuomba ujalie upepo huo uwe ni rehma, wala taj'alha adhaban, na wala usiujalie kuwa ni adhabu. Tunaona ma habati rihu qattu illa jatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, au kuvuma upepo isipokuwa mtume alipiga magoti. Wakala, na akasema Allahumma ja'alha rahmatan, ewe Allah ujalie upepo huo uwe ni rehma, wala taj'alha adhaban, na wala usiujalie kuwa ni adhabu. Rawahu Shafi'i wa Tabrani. Wamepokea hadithi hii Imam Shafi na Imam Tabrani. Kwa hiyo tunapoona upepo yatakiwa tuombe dua kama hii. Tumeelewana? Imekuja riwaya nyingi katika hadithi kuzungumzia habari ya upepo, kwa sababu upepo wenzetu waliangamizwa, watu wa Adi waliangamizwa, sawa eh? Kwa hiyo upepo inaweza ikawa saa nyingine ni adhabu, tusijue. Watu wa Adi waliangamizwa kwa upepo, tunaona. Kwa hiyo mtume alikuwa mara nyingi akiomba dua kutaka stara kwa Allah. Zipo riwaya nyingi, mojawapo ndio hii, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adhaban, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Imekuja riwaya nyingine, ewe Allah ufanye huo uwe ni upepo wa khairi, wala taj'alha rihan, na wala usifanye upepo wa adhabu. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu, bali katika Qur'ani imekuja, inapokuja kwa jam'i riyahan inakuwa ni rahma, na inapokuja kwa mufradi rihan inakuwa ni adhabu. Kwenye Qur'ani imekuja hivi. Tumeelewana eh? Kwa hiyo mtume alikuwa akisema sana Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan, ewe Allah jalia kuwa ni upepo wa khairi na wala usijalie kuwa ni upepo wa adhabu. Zimekuja riwaya nyingi kuelezea hizo. Lakini vile vile katika riwaya ya Imam Muslim ambayo iko katika sahihi yake, katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha asafatir rihu qala, mtume alikuwa unapovuma upepo usema Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha, ewe Allah nakuomba khairi za upepo huu na khairi ya vile vilivyomo ndani yake, wa khaira ma ursilat bihi, na khairi ya vile ambavyo umetumwa upepo huu, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha, na kuomba Allah unikinge na shari ya upepo huu na shari ya vile vilivyomo ndani yake, wa sharri ma ursilat bihi, na shari ya vile ambavyo vimetumwa upepo huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mara nyingi anaomba dua hiyo upepo unapovuma kwa kasi, kwa sababu ni miongoni mwa majeshi ya Allah tabaraka wa taala. Upepo
Kwa hiyo ni kutaka isti'adha min Allahi azza wa jal pale upepo unapokuwa unavuma. Wa anhu radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa sallam صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله. Duna akhirihi. Na imepokewa kutoka kwake yeye nani? Ibn Abbas, Allah muiradhi, tumzungumzie Ibn Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtume rehma na amani ziwe juu yake, salla fi zalzalatin, aliswali katika mtetemeko la ardhi, 6 rakaatin, aliswali raka 6, aliswali rukuu 6, wa 4 sajadati, na sida 4. Salla fi zalzalatin, aliswali katika tetemeko la ardhi, 6 rakaatin, rukuu 6, wa 4 sajadati, na sida 4. Waqala, akasema, hakadha salatul ayati, hivi ndivyo ilivyo swala za alama za Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu hii mitetemeko, hii kupatwa jua na mwezi, zote ni katika alama za ukubwa wa Allah. Kwa hiyo mtume akasema hakadha, hivi ndivyo ilivyo salatul ayati, swala za alama za kumjua Allah tabaraka wa taala. Rawahu al-Baihaqi, hadithi amepokea Imam Baihaqi. Wa dhakara Shafi'i, na Imam Shafi'i ametaja an Ali, kupokea kutoka kwa Ali, mithlahu, mfano wa hivi ilivyokuja, duna akhirihi, tofauti na mwisho wake, kwamba hakadha salatul ayat, mwisho wa kutaja. Lakini swala hii ya zalzala, ulama kuwafikiana katika usahihi wake wa hadithi hii. Qala al-Hafidh fi at-Talkhis, qala Shafi'i, la na'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi na al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani wanasema hatujui sisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amara bisalati inda shay'in min alayati, kwamba mtume ameamrisha watu waswali pale inapotokea alama kama hizo za ukubwa wa Allah. Wala ahad min khulafaihi, wala hatukujua yoyote katika makhalifa wake, maana yake Abubakar, Umar na wengineo, ghaira al-kusufaini, isipokuwa tumejua kwamba walichoamrisha ni swala za kupatwa jua na mwezi tu, sio swala za tetemeko la ardhi. Tuelewana. Kwa hiyo Imam Shafi na Ibn Hajar wanasema hawajajua wala hawajaona popote mtume alipoamrisha kwamba watu waswali linapotokea tetemeko la ardhi. Wallahu aalam. Ni swala ambazo wa ulama na mapokezi yamekuja sahihi, ni sala ya kupatwa jua na kupatwa mwezi, ama ya tetemeko la ardhi. Ulama wengi wametaja kwamba hawajaona mtume alipoamrisha hilo. Wallahu aalam. Tumombe Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na atujalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Hapa itakuwa ndio mwisho wa mlango wa salatul kusuf. Hapa ndio itakuwa mwisho wa salatul kusuf. Mlango utakaofuata utakuwa mlango wa nini? Swala ya nini? Nini maana istisqa? Swala ya kuomba mvua. Pia tutaona inaswaliwa vipi na ni wakati gani watu wanatakiwa waswali swala ya kuomba mvua. Wallahu aalam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
Naam, maswali. Rudia swali. Rudia swali. Nilikuwa nauliza kama kwa kwenye porini huko alafu jua likashika au kuna majamii ya Masai huko labda jua likashika na wewe unasema swala ya kusufu ni sunna kuswaliwa jamaa, sio mtu peke yake, sawa? Kwa hiyo ukishaswali peke yako alafu umtolea nani khutba, ni sunna kuswaliwa jamaa. Umeelewana? Ndio maana ninapopatwa watu wanaitwa waje misikitini waje swali. Kwa hiyo sio kuswali peke yako, sio sunna kuswali peke yako. Ilikuwa sunna na iliyopokelewa ni kuswaliwa jamaa. Wallahu a'lam. Kama imamu hajahifadhi kiasi cha kurefusha, anaruhusiwa kushika msahafu tilawa. Naam, kama imamu haja hifadhi anaruhusiwa, haina tatizo. Lakini ndio maana tunaambiwa tuwatafute maimamu ambao ni mahafidh. Inapendeza zaidi imamu akiwa ni hafidh kuliko kutegemea kuangalia kwenye msahafu, kwa sababu atashughulishwa na vingi, angalie yeye huko, umeelewana? Lakini akiwa ni hafidh ataenda vizuri. Kwa hiyo haina tatizo kama atakuwa labda si hafidh, anaweza kutumia msahafu. Wallahu a'lam. Naam. Ndio mlango huu una maswali machache sana, maana mweza mkakata miaka 10 haijapatwa jua wala mwezi. Ndio maana maswali yake nayo pia yamekuwa machache. Allah atufanyie wepesi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.